Wangapi wako tayari kusikia neno la Bwana asubuhi ya leo? Haleluya. Nazungumzia kuvunja mipaka ya maisha, sehemu ya pili. Kuvunja mipaka ya maisha, sehemu ya pili. Anasema kutoka kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 18. Nalitamani kuja, lakini kwa mara ingine tena shetani amenizuia. Kuna watu wengi sana ambao wanamwamini Mungu kwa ajili ya mabadiliko. Wamekuwa wakimwomba Mungu, wamekuwa wakitoa sadaka, kuamini kwamba sadaka zao zitawabadilisha. Wamekwenda shule, wamefunga, wamefanya yote ambao wanatakiwa kuyafanya, lakini ibilisi bado amefunga hatima zao. Ni kwa sababu watu wengi hawajui siri ya Mungu ya kuweza kuvunja mipaka ya maisha. Moja ya njia ambayo Mungu anatumia kuvunja mipaka katika maisha ya watu ni kuwatumia watu. Isaya 43 na mstari wa 4, kwa kuwa wewe ni wa thamani machoni pangu, nitakupatia watu. Ninamshukuru Mungu kwa kiwango hiki ambacho nimefika. Sio kwamba nimefika mahali ambapo natakiwa niende, bado ninaenda. Lakini kama ningeendelea kukaa nyumbani kwa baba yangu na mama yangu, nisingetoboa. Baba yangu na mama yangu walifikia kiwango ambacho wasingeweza tena kunyanyua watoto. Baba yangu alikuwa ni mtu wa zamani, mama yangu ni mtu wa zamani. Wameishi katika dunia ile ambayo ilikuwa ni dunia ya watoto wa jamii. Kwa hiyo ndugu wa baba yangu walimwambia baba ya kwamba watoto hawa waliokuwa nao hawatoshi, endelea kuzaa. Kwa hiyo baba yangu alikuwa na timu ya watoto 11. Mimi nikiwa ni mtoto wa 6. Katika watoto wote 11, mmoja wa watoto ambaye alikuwa ni watukutu kuliko wote ilikuwa ni mimi, namba 6. Kaka zangu wote walikuwa ni wapole, hawana historia yoyote mbaya kwenye jamii na hata kwenye familia. Wadogo zangu wote walionifuatia mimi walikuwa ni watu wa heshima, ni watu ambao ni wapole, ni watu ambao si wasumbufu ndani na nje. Lakini mimi kama mtoto namba 6 nilikuwa ni mtoto ambaye nilikuwa ni msumbufu kupita maelezo. Ndani dada yangu mdogo wangu hapa anaweza kuwasimulia. Ilikuwa ni kila siku lazima kuna kesi nyumbani. Ilikuwa ni kila siku nimefanya jambo moja nje ambalo kama likinishinda nje ningekimbilia moja kwa moja nyumbani. Kwa hiyo ninapokimbia nyumbani, nyuma huku nina msururu wa watu kama 12 ambao wamebeba mawe, ambao wamebeba fimbo, ambao wananifukuza mpaka naingia ndani. Na nilipokuwa nikiingia ndani ilikuwa ninakimbia moja kwa moja mpaka kwenye chumba kwenda kujifungia, kwa sababu tayari nimeshafanya msala. Na lile kundi lingeingia lote mpaka ndani ya sebule. Nyumba zetu za zamani zilikuwa hazina nafasi kule juu, kwa hiyo ungeweza kupanda kwenda kuingia kwenye chumba kinachofuatia. Ili kuhakikisha ya kwamba hawaingii kwenye kile chumba, nilikuwa na mimi najihami kwa kuwa mahali fulani yeyote atakayejaribu kuingia ndani ni naye. Hiyo ndio aina ya mtoto ambaye nilikuwa. Lakini Mungu alijua kule ambako ninakwenda. Mungu akamuinua dada yangu
Wakati dada yangu amechumbiwa, anataka kuolewa, mume wake ambaye alikuwa ni daktari akataka kwenda nchi za nje. Sijui ni nini ambacho kiliwagusa, wakaja nyumbani wakamuomba baba yangu, wakamuomba mama yangu, ninaomba utupatie huyu mtoto tuweze kwenda naye. Baba na mama wakasema hapana, hamwezi kumchukua huyu mtoto, tafuteni watoto wengine katika hii familia, huyu tuachieni, huyu hamtamweza. Kuhakikisha ya kwamba hawataniweza, kuna siku wakiwa chumbani, mimi nikiwa nje ya nyumba, wakasikia nikichonganisha watoto kugombana. Watoto ambao nilikuwa nawachonganisha kugombana walikuwa ni ndugu. Kwa wakiwa chumbani wakasikia nikiwachochea hao watoto ambao ni ndugu waanze kugombana kwa kiwango cha kutoana damu. Baadaye wakasema huyu ndio aina ya mtu ambaye atakao tumchukue. Lakini kwa kuwa Mungu anasema wewe ni wa thamani machoni pangu, nitakupatia watu. Kupitia dada yangu na shemeji yangu nikaanza kuwa ni mtu wa kupenda shule. Jambo la kwanza walionifanya baada ya kunipeleka shule ni kuhakikisha kwamba wameniwekea mipaka. Nikawa ni mtoto ambaye anakwenda shule na anakuwa monitored kurudi nyumbani. Akifika nyumbani anafungiwa, anawekewa madaftari na vitabu asome. Nilikuwa nimeshazoea maisha ya machakani, maisha ya kutokusoma, maisha ya uhuru. Sasa niko kwenye kifungo cha nyumbani. Kwa hiyo nikaona dada yangu na shemeji yangu wamenichukua ili kunitesa. Kwa hiyo nikaanza kuona haya ni maisha ya mateso. Lakini kwa kuwa tuko Kenya na sina jinsi, nikaanza kuamua kufuata vile ambavyo wanataka nifuate. Kwa mara ya kwanza historia ya kutoa watu damu ikaanza kupotea. Baada ya miezi mitatu nikaanza kupenda tabia ya kusoma. Mtihani wa kwanza kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nikawa wa kwanza. Baada ya miezi 6 wakawa wanaachia kuwa huru, lakini tayari ile tabia ya kutulia, tabia ya kusoma ikawa imeniingia. Kwa neema ya Mungu nilishia darasa la 6 nikiwa Kenya. Nilirudi Tanzania moja kwa moja nikaingia form 1. Kwa neema ya Mungu nikavuka form 4. Kwa neema ya Mungu nikavuka form 6. Kwa neema ya Mungu nikachukua degree ya kwanza. Kwa neema ya Mungu nikachukua degree ya pili. Kwa neema ya Mungu leo ni mchungaji. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya dada yangu Joyce na shemeji yangu marehemu Dr. Jafet Girioma. Ninasema nini asubuhi ya leo? Asubuhi nataka nikuonyeshe watu 7 ambao unatakiwa ukutane nao katika maisha na uwakumbatie hao watu 7. Pasipo kuwakumbatia hao watu 7, maisha yako yatakuwa ni maisha yenye mipaka. Ili kuweza kuvunja mipaka katika maisha, unahitaji watu 7 katika maisha yako. Wangapi wako tayari kujua aina hii ya watu 7 ni wangapi? Ni kina nani? Ili kuweza kuvunja mipaka katika maisha, namba 1, unamhitaji baba na mama. Mithali 22 mstari wa 6, mfundishe mtoto katika njia impasayo kuifuata, ili atakapokuwa mkubwa asiiache. Mfundishe mtoto katika njia impasayo kuifuata, ili atakapokuwa mkubwa aweze kuifuata. Mungu ameweka taasisi ya baba na mama kuwa ni taasisi ya mafunzo ambayo yanaweka msingi wa ufanisi
katika maisha. Yeyote ambaye hajapitia mafunzo ya baba yake na mama yake hawezi kutoboa katika maisha. Kuna mambo ambayo hutayapata kanisani, hutayapata chuoni, hutayapata katika jamii, unayapata kwenye familia peke yake. Mwana mpotevu alipotoka kwenye nyumba ya baba yake, tabia yake ikageuka. Baba na mama ndio watu wanaojenga tabia iliyo imara, tabia iliyo bora kwa watoto. Hakuna taasisi ingine ambayo Mungu ameichagua ambayo inaweza ikaweka msingi wa tabia. Ni hatari sana kuishi maisha ambayo hayana muungamaniko na baba na mama. Kuna baraka huwezi kuzipata kanisani, kuna baraka huwezi kuzipata nje, kuna baraka huwezi kuzipata shuleni. Hizo baraka zipo kwa wazazi peke yake. Anasema kwa mibaraka ya baba utamiliki. Tabia bora haijengwi na kanisa, tabia bora haijengwi na jamii. Tabia bora hujengwa na baba na mama. Kwa nini leo hii tuna jamii ambayo imemomonyoka? Tuna jamii iliyobomonyoka kwa sababu hakuna mahusiano madhubuti kati ya watoto na wazazi. Ogopa sana kuoa au kuolewa na kijana ambaye umekutana naye mtahani, asiyekuwa na baba, asiyekuwa na mama. Ogopa sana kuoa au kuolewa na kijana au na binti ambaye wametarifikiana na nani? Na wazazi. Ogopa sana kuoa au kuolewa na mtoto yoyote yule ambaye hana mahusiano na baba na mama. Na washangaa siku hizi watu wanaoa kwa upendo, watu wanaoa sura. Ukitaka kufanikiwa katika ndoa, baada ya kumchumbia huyo binti, fanya taratibu kisirisiri kwenda kule ambako anatoka, kwa baba na mama. Anza kuchunguza mahusiano kati ya huyu mtoto unaenda kumwoa au kuolewa naye na wazazi wake yako namna gani. Ukikuta mahusiano yake na wazazi hayako sawasawa, unayemuoa ni pepo, unayeolewa naye ni mtu ambaye amebeba asili ya nguruwe ndani yake. Mwana mpotevu alikuwa na asili ya nguruwe baada ya kuachana na baba na mama. Mtoto yoyote wa mtaani ana asili ya nguruwe. Huwezi ukamweka kwenye ndoa, huwezi ukamweka kwenye ajira. Kwa hiyo mtu wa kwanza ambaye unamhitaji kwenye maisha ni baba, ni mama. Namshukuru Mungu sana kwa baba yangu na mama yangu. Katika utukutu wote nilikuwa nao, hawakuniacha, hawakunitupa. Ndio maana niko ambavyo niko siku ya leo. Na utundu wote nilikuwa nao, nina alama hapa ya kiboko. Siku moja nikiwa na miaka kama 8, 9, nikiwa nimerudi nyumbani saa 2 usiku, nimetoka kwenye harusi, mtoto wa miaka 9 kwenye harusi, na kutana na baba. Baba yangu alikuwa ni mtu ambaye akisha kushtua, ukianza kukimbia unaye, utaingia kwenye kona moja ana wewe, utaingia kwenye kona ya pili ana wewe. Ni kijana ambaye alikuwa na uwezo wa kukimbia. Alilamba fimbo ambayo mpaka leo inanikumbusha kuwa na tabia njema. Kila nikiangalia ile fimbo ninakumbuka utakiwi kuhudhuria sherehe ambazo hazikuhusu. Jamani, leo hata mwanangu aweza kafunga ndoa wa kiroho kwenye sherehe za nisiende, sababu nakumbuka baba yangu alinitandika fimbo na kuni. Hauna
baba hauna mbawa za kupaa. Kwa sisi ambao tuna baba, kama babako amekufa, tafuta baba. Tafuta baba. Kuna baba wa kufikia, kuna baba wa malezi, kuna baba. Namba 1. Namba 2, ili uweze kutoboa katika maisha, unahitaji walimu, kwenda shule. Kuna mambo ambayo baba yako na mama yako hawezi kukuingizia. Kuna mambo ambayo unaingiziwa shuleni. Huwezi kuwa daktari, huwezi kuwa rubani, huwezi kuwa mfanyabiashara pasipo kwenda shule. Baba na mama watakupa tabia, lakini baba na mama hawawezi kukupa uwezo wa kufanyika kuwa mtu kesho. Unahitaji kwenda shule. Mgeukie jirani yako, mwambie unahitaji kwenda shule. Mgeukie tena jirani yako, mwambie unahitaji kwenda shule. Mwambie elimu haina kikomo. Kuna elimu za watu wazima. Unapoacha kusoma, akili yako inaanza kuoza. When you stop learning, you stop dying. Akili ya mtu inakuwa hai kwa kwenda shule. Dunia ya leo huhitaji shule yenye kuta 4. Dunia ya leo shule ziko open. Kuna kitu kinaitwa open university, chuo kikuu kilicho wazi. Leo unakwenda tu na simu yako online, unatafuta shule, unajiunga. Leo unakwenda kwenye YouTube, kuna madarasa pale. Namna ya kupika, namna ya kurusha ndege, namna ya kuendesha gari, namna ya kujenga nyumba, namna ya kuoa, namna ya kuolewa, namna ya kufanya kazi kwa bidii, namna ya kuanzisha biashara. Lakini watu wanakwenda kwenye YouTube kuangalia picha za ngono. Watu wanakwenda kwenye YouTube kukamata wanaume za watu. Watu wanakwenda kwenye Facebook kutafuta wa kuoa na wa kuolewa. Unakuta kuna picha pale la kijana, unaligonga mnaanza mawasiliano, mnatumiana jumbe, tukutane Zanzibar. Mnakutana Zanzibar, hoteli namba kadhaa. Unakanyaga ile hoteli, kumbe ile picha ilikuwa ni kapicha tu. Nyuma ya ile picha ni kibabu. Ndio maana wanawake wengi leo vijana wameolewa na mababu. Wamewapata wapi? Mtandaoni. Umeshakula hela zake za kutosha, sasa huwezi kukimbia. Jamani, shule ziko nje saizi, shule ziko nje. Kizazi hiki ukiwa hujasoma una shida. Simu ulionao ni chuo kikuu. Mwambie jirani yako nenda shule. Mwambie nenda shule. Shule inajenga uwezo wa akili. Namba 3. Namba 1, unahitaji wazazi. Namba 2, unahitaji walimu. Namba 3, unahitaji wazee. Wazee ni watu wenye ujuzi. Wazee ni watu ambao walishindwa, ni watu ambao walifaulu. Ni watu ambaye wanajua njia ya kufuata, njia ya kutofuata. Ninapozungumzia wazee, sizungumzii umri. Kwenye kila jamii kuna watu ambao wanao uwezo wa kukushauri. Ni watu ambao wana hekima. Kwa lugha nzuri wanaitwa wakufunzi au mentors. Unataka kuingia kwenye ndoa, kuna ndoa ambayo imefanikiwa. Nenda ukaongee nao, jamani, mlifanya nini kuwa na ndoa tamu? Mimi nashangaa sana, miaka yote ambayo nimekuwa nikichunga, ingawa na neema kubwa sana ya kufundisha ndoa na neema ya ndoa, sijawahi kupata kijana alikuja kuuliza, baba, hivi uliingiaje kwenye ndoa?
wake nimewaandikia vitabu, hawasomi. Sasa wananichangia tu ninavyovitoa, wametoa shilingi 10,000 wamevichukua, wanaenda kuweka kwenye makashablasha. Unaingiaje kwenye ndoa ambayo utaishi miaka zaidi ya 50 ukiwa na kichwa kitupu? Najua ananipenda sana, ananipenda yule jamaa, huwa halali kwa ajili yangu. Jana nilikuwa namwambia mtu fulani, nikamwambia kijana wangu au binti yangu una mtu ambaye tangu amezaliwa anapenda urubani. Tangu amezaliwa anaupenda urubani. Na una mtu wa pili, tangu amezaliwa hautaki urubani. Huyu ambaye hautaki urubani, wazazi wake wakampeleka kwa nguvu akasomea urubani. Kuna ndege mbili. Ndege ya kwanza ni yule ambaye tangu anazaliwa anaupenda urubani, hakwenda shule ya urubani, yuko kwenye usukani. Hii ndege ya pili ni yule tangu amezaliwa anauchukia urubani, ila wazazi wake wamemlazimisha kwenda shule ya urubani, yuko kwenye usukani. Kati ya hizi ndege mbili utapanda ipi? Anayependa urubani au anayeuchukia urubani lakini amesomea urubani? Ndege ipi utaipanda? Wangapi watapanda ndege ya anayependa urubani? Wangapi watapenda ndege ya anauchukia urubani lakini ameenda shule ya urubani? Wangapi hawajui watapanda ndege gani? Duniani tuna watu wengi ambao hawajui wanachokitaka, hawajui wanakokwenda, hawajui walipo, hawajui chochote kile. Mtu mwenye akili timamu atapanda ndege ya anayeuchukia urubani lakini anaweza kuendesha ndege. Ukipanda kwa ndege anayopenda urubani na hajasomea, ni umauti kabla mjaanza safari. Ndoa haiendeshwi na mapenzi. Najua nampenda sana, siwezi kuishi bila yeye. Upendo unaingia kwenye ndoa na mtu kwa sababu unampendana? Wewe ni mpumbavu sana, wewe ni mjinga, na wewe ni mweu. Mtu mwenye akili ataingia kwenye ndoa na mtu ambaye ana hekima, mtu ambaye anajua ndoa ni nini, anajua kazi ya mwanaume ni nini, anajua kazi ya mwanamke ni nini, anajua namna kutatua matatizo katika ndoa, anajua namna kukwepa matatizo, anajua namna ya kumbembeleza mwanamke, anajua namna kumtunza mwanaume, anajua namna ya anajua namna. Sema ujuzi. Anapokuja mtu anakwambia nakupenda, mapenda, nakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako, unaelekea wapi? Niambie, miaka 5 kutoka sasa utakuwa nani? Mwambie nje ya upendo, kwa nini umenijia tofauti na wanawake wengine? Hivi kwa akili zako timamu, mwanaume ana miaka 30, unafikiri ndio wa kwanza kupendwa? Tuongee ukweli, mwanaume ana miaka 30, unafikiri ndio mwanamke wa kwanza kumvutia? Punde nilipo barehe nikiwa na miaka 15 nilianza kuvutiwa na wanawake, ingawa nilikuwa sina uwezo wa kusema. Kwa nilianza kupenda mabinti kabla sijawa na uwezo wa kufanya nini, wa kuongea nao. Shida nilikuwa sijui namna kuongea. Namshukuru Mungu, wanaongea nini, hicho ndio kinililinda. Nikiona mtu ana mwanamke namshangaa sana, huyu kijana kampataje? Namshukuru Mungu, kinywa kimekuja kufunguka, nimemaliza chuo kikuu. Watafuta niliosoma nao walikuwa wanashangaa. Dada yangu, umekuona nimeleta msichana nyumbani tangu nimezaliwa? Aniambie
kwamba huyu ni girlfriend wa kaka. Umewahi kusikia? Dadangu huyu hapa, muulizeni. Wanawake walikuwa wananikimbilia kama nani? I'm telling you. Wanakuja mpaka kwenye chumba nikiwa chuo kikuu. Ona. Ona. Lakini mdomo umefungwa, sijui cha kusema. Mungu na wafunge vinywa mpaka umpate mtu sahihi katika jina la Yesu. Kinachoua hatima yako ni uweza wa kutongoza. Unasema mbona mimi na uwezo wa kutongoza, nikishangoza mwanamke tu hawezi kunikatalia. Kwa kichwani mwako umebeba Halima, umebeba Mwajuma, umebeba kila mwanamke ambaye umekuwa na mahusiano naye ni kamba. Ni nini? Ni kamba. Una kamba ya Mwajuma, una kamba ya Halima, una kamba ya Jenny Rose, una kamba ya Magdalena, una kamba. Unafikiri na huyu mwanamke mpya utatoboa? Kuna kamba zimekufanya nini? Zimekufunga. Anaposalimia asubuhi unasema sasa yule binti wa Kisukuma alikuwa akisalimia mpaka anapiga magoti. Mbona huyu hapigi magoti? Kamba ya nani? Toto la Kisukuma. Kuna toto la Kichaga, kuna toto la Asema huyu binti nimempa hela, kazipoteza. Lile toto la Kichaga nilikuwa najua biashara. Kwa hiyo umefungwa na toto la Kichaga linalojua biashara, umefungwa na toto la Kisukuma lenye heshima, umefungwa na toto la Kizaramo linalojua kucheza ngoma. Sema Mungu nisaidie. Nilikuwa nazungumzia namba ngapi? Namba 3. Unahitaji. Ukiona mtu amefanikiwa katika biashara, usimwonee wivu. Kamuulize umefanyaje? Amina. Unapomloga yule mtu unajiloga wewe mwenyewe. Mimi nashangaa sana Simba anapopambana na Yanga majira haya. Ila niko muulize tu, mtani, umefanyaje kimataifa kipindi hiki unafanya vizuri? Sio kuwaloga. Sio kupambana nao. Jana nilikuwa sikia nikajua Yanga kafunga goli la pili. Kumbe ni Simba inashangilia Yanga kufungwa. Haiendi hivyo. Mwenzako anapofanya vizuri kamuulize umefanyaje mtani? Umefanyaje? Namba 4. Tumeanza wazazi, tukaja walimu, tukaja wazee. Tunakwenda namba ngapi? Namba 4. Ili uweze kufanikiwa katika maisha unahitaji marafiki sahihi. Mungu akitaka ufanikiwe atakuletea rafiki sahihi. Namshukuru Mungu kwa mtu anaitwa Dr. Alex, pindi hicho kuwa daktari. Yeye ndio sababu ya mimi kuokoka. Hakuweza kunihubiri, ila nilikuwa na urafiki naye kama wa Daudi na nani yule? Jonathan. Mahali popote alipo Alex nitakuwepo. Ghafla Alex anang'ang'ania kwenda kanisani. Na mimi kwa mahali popote alipo Alex lazima niwepo. Ili lazima kwenda kanisani. Ili nichukua zaidi ya miezi kadhaa kuja kumpokea Yesu Kristo. Sema marafiki sahihi. Chuma unoa chuma. Rafiki yoyote yule ambaye haongezi kitu chanya maishani mwako sio rafiki, ni adui. Yule aliyekufanya uingie kwenye dhambi ya ngono sio rafiki, yule ameua hatima yako. Yule aliyekufanya utoke kwenye nyumba ya baba yako na mama yako sio rafiki, huyo ndo mchawi wako. Rafiki mzuri ukuonya, rafiki mzuri ukurekebisha, rafiki mzuri ukukaripia. Nakumbuka siku moja tukiwa mwaka wa 4 tumeenda Tafes mahali fulani, sio Tafes, tumeenda field mahali fulani. Tukiwa kule field
jioni wenzangu wanatoka baada ya kuwa tumefanya field, wanaenda, tulikuwa Bagamoyo kipindi hicho, wanaenda kutanua. Sasa kiroho kipindi hicho sipo kwenye kundi, kiroho kipindi hicho hakuna maombi, niko mwenyewe na kundi la wapagani, kila siku najitenga. Siku moja mahubiri akaja, sasa wewe kijana gani ambaye kila siku umejitenga tu, umekuwa unakaa nyumbani, wenzako wanaenda kutanua, wanaenda bichi, wanaenda mahali fulani, aina gani ya kijana wewe ulivyo? Nikasema na mimi leo natoka. Na mimi leo ninatoka. Kama ni majoka, na mimi leo nakwenda kuruka. Usifikiri kila mpendwa ambaye yuko kanisani aluki majoka. Kuna watu hapa tukipiga nyimbo za injili hapa wamesimama kama milingoti. Ukiwakuta hao watu disco, ukiwakuta hao watu disco, Bongo Star Church unaweza ukaishinda. Ninapanga kutoka na kutana na rafiki yangu Alex. Sentensi ya kwanza, Robert, unajua Mungu anakupenda sana wewe. Hiyo sauti ikaua kila mpango ambao nilikuwa nao ndani. Rafiki mzuri ni yule ambaye anakuleta kwa Mungu, akutoi kwa Mungu. Rafiki mzuri ni yule ambaye anakusukuma kusoma, akutoi kwenye masomo. Rafiki mzuri ni yule ambaye anakupa msaada wa kusonga mbele, sio kurudisha nyuma. Rafiki mzuri atakutoa kwa girlfriend na boyfriend, hata kuletea boyfriend na girlfriend. Sikiliza, dunia hii ya leo, kumpata mtu ambaye atakwambia utakatifu unalipa. Tuko kwenye dunia ambayo watakatifu wanapigwa mawe. Rafiki zangu walikuwa wananicheka, wewe mbona umelemaa? Wewe una shida gani? Kuna kipindi kwenda shuleni kwangu mimi ilikuwa ni mzigo, kwa sababu nikiingia tu darasani wananicheka, sina boyfriend, sina girlfriend. Lakini namshukuru Mungu aliendelea kutunza kinywa changu kisifunguke. Baadhi ambayo walikuwa wakinicheka, nimemaliza udaktari, nimerudi Mwanza internship, wa kwanza na kutana naye kwenye wodi ya TB, ana ukimwi na TB inamla. Wameendelea kufa mmoja baada ya wengine, mimi bado ni jiwe ambalo limesimama. Leo hii na mke, leo hii na watoto. Wale walikuwa wakincheka wanajua sasa kwamba sikuwa na matatizo ya kiafya. Sikiliza, huna haja ya kuwadhibitishia watu ya kwamba na wewe ni kijana unayejua nini. Huna haja ya kudhibitishia dunia ya kwamba na wewe ni binti ambaye unawaka. Wacha wakucheke saizi, baadaye watakusanyika kukupongeza. Mwambie jirani yako, utakatifu unalipa. Tafuta vijana wenzako wanaokuchochea kuja kanisani, wanaokuchochea kuomba, wanaokuchochea kufunga, wanaokuchochea kwenda darasani, wanaokuchochea kuatii wazazi. Namba ngapi hiyo? Namba 4. Namba 5. Ili kuweza kutoboa katika maisha, kuweza kuwa na mipenyo, unahitaji kukutana na mwenza sahihi wa maisha. Si vizuri mwanaume yeye peke yake, nitamfanyia kufanana naye, nitampatia msaidizi. Heri wawili kuliko mmoja. Yule ambaye unaoana naye ataamua kama utafanikiwa katika maisha ama hautafanikiwa katika maisha. Yule ambaye unaoana naye ataamua kama utaishi maisha ya afya au maisha ya magonjwa. Yule ambaye unaoana naye anaamua kama utaishi maisha marefu au maisha mafupi.
kuna kijana Mwanza tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2021 walifunga ndoa. Kijana alikuwa na pesa, kijana alikuwa na mapenzi, alimpenda yule binti kwa dhati, akamjengea nyumba, akamnunulia gari, pungulia saluni ya kisasa. Binti, maisha matamu, maisha ya kupendeza. Miezi 5 baada ya kufunga ndoa, yule kijana, risasi ya kwanza yule binti kichwani, pa, ya pili, pa, ya tatu, pa, ya 4, pa, ya 7, pa, kama utani. Baadaye akaenda kwenye mwalo wa Ziwa Victoria, pa, akajiua. Unayemwoa, anayekuoa anaamua umbali wa maisha utakayokuwa nao. Anaamua kama utaishi maisha ya raha au maisha ya huzuni, utaishi maisha yenye mafanikio au ya kushindwa, utaishi maisha ya heshima au ya dharau. Mtu mwenye akili aoi chupa, anaoa kilichobebwa kwenye chupa. Sikiliza, kuoa na kuolewa sio bahati. Mabinti zangu siku hizi wanasema, ile ana bahati, kaolewa, ana bahati. Bahati? Kuolewa ni bahati? Kuolewa ni agano. Si vizuri mwanaume, si vizuri mwanamke awe peke yake. Ni kitu ambacho kipo. Aliyekutengeneza kuwa mwanamke atakuletea anayefanana na wewe. Uhitaji kubomoa ndoa ya mtu, uhitaji kung'ang'aniza urafiki. Leo hii wadada wanajiuza. Njoo makanisani uone vijana wangu wanapopata shida. Uliza vijana wangu, watakwambia wanapoteseka. Hapa tunichukue kijana mmoja tu hapa, nimweke hapa sasa hivi. Niseme, kijana, hebu jitambulishe. Mimi ni kijana, ndio nimepata kazi juzi, namshukuru Mungu, nimeanza kujenga nyumba, namshukuru Mungu, sijaoa. Tumeshamtangazia kijana wangu matatizo. Kesho utasikia mabinti wameanza kugombana. Ile kusalimiwa tu, binti ameshasema kwamba huyu ni wa kwangu. Salamu tu. Ile kumwambia tu, dada, tafadhali baada ya ibada, hebu nikutoe tu. Ile kukutoa, nimekutoa kwa sababu wewe ni dada katika Kristo, nimekuona uko upweke, nimekutoa sio kwamba ni ndoa. Nimekutoa kama dada kwa Kristo. Binti yoyote ukimtoa leo, wengine hawawezi kumgusa kijana. Kasha tangaza, kijana anashangaa, nimekwambia lini nakuoa. Binti zangu, tulieni. Kuolewa kupo. Kuolewa nini? Mgeukia binti aliyo jirani yako, mwambie kuolewa kupo. Uhitaji kujiuza kama maembe. Wewe sio maembe. Hii dunia sasa hivi vijana wangu wana raha sana. Hawana kazi. Samani unafukuzia, umekaa kwenye kona. Huyu binti anatoka saa ngapi? Unamwanzaje huyu binti? Zamani hiyo. Na ukishamwanza umeshatukanwa. Siku hizi binti anapotoka, jicho lake linaonyesha kwamba kijana yuko wapi. Kijana yuko wapi? Sema, mimi ni wa thamani. Kuanzia leo
Sikiliza, ndoa inaweza ikawa ni jeneza. Kuna watu wana maisha magumu sana. Ndoa. Ndio maana Paulo hakuoa. Paulo alikuwa na maono. Paulo, Yesu hakuoa. Bila shaka anafurahia ndoa. Sasa amevaa mwenyewe ile nani? Yaani unakuta binti wa watu yani siku ana furaha kweli. Nani ile shera. Yaani ndio siku yake, yani binti yuko ndani. Naangalia kijana ambaye anaenda kwenye ndoa. Sasa mama yangu we. Siku hizo kumbea binti tulia, sema yule mchungaji hataki tuoane. Kuna binti mmoja sema yule mchungaji hataki. Huu ni mwaka wa 4, wanatafuta shilingi 50,000. Deni ya kamera. Deni ya nini? Kamera. Video za harusi. Mpiga video alimsumbua mke wangu kwa muda wa miaka 3. Wameshindwa kulipa video ya harusi. Yuzi baba, naomba unisaidie nipate ingawa picha moja. Kama mwanangu, tangu lini mimi nahusika na mapicha? Mtafute huyo kijana umlipe. Mpaka leo shilingi 5,000 hamna. Nikikwambia walipo, Mungu turehemu. Tukikwambia tulia. Sio kama tunataka tumuoe huyo binti, sio kama huyo kijana tunamwonea wivu. Ni kwa sababu kuna vitu tumeona hapo wewe huoni. Ukipata mtu mkimbize ofisini kwangu haraka. Kuna mtu aliniletea binti hivi karibuni. Kamwangalia yule kijana alivyoingia. Ni kijana ambaye mimi nimemfundisha, mwanafunzi wangu. Nilikuwa simkumbuki. Lakini nilikuja kumuona tu hivi, niliona jambazi ndani yake. Jambazi ndani ya kijana. Ana degree ya 2. Lakini niliona jambazi. Lile kanisa. Unakimbilia wapi? Namba 6. Unahitaji wazazi wa kiroho. Wazazi wa kiroho ukukutanisha na hatima ya kimungu kwa ajili ya maisha yako. Huwezi kufanyika kile ambacho Mungu amekuumba mpaka umekutana na wazazi wa kiroho. Binti yangu, kuna kitu ambacho Mungu amekupa. Kuna jinsi ambavyo unatakiwa uwe. Baba yako hakuona, walimu wako hawakuona, wazee hawakuona, atakaye kuoa haoni. Ni mimi peke yangu ndio nayeona. Ni mimi peke yangu ndio. Nimekutana na mtu nikamuuliza, unataka nani akuoe? Nini? Hamna, mchungaji anioi. Nani akuoi? Nikamwambia mume wako wewe ni mchungaji. Mimi sitakuona. Mimi nakuona. Wewe ambaye anaweza akakupeleka kule ukafika ni mtu wa kwenye madhabahu. Ingawa wewe bado hujajigundua kwamba wewe ni wa madhabahuni. Kabla hujasafiri mchungaji, hujaingia kwenye kazi, muone mchungaji. Hujaingia kwenye ndoa, shirikiana na mchungaji. Labda mchungaji awe amelala. Kuna mtu alinipigia simu karibuni. Nani wangu anataka kusafiri kwenda kwenye mji fulani, kaambia atulie. Mwambie akigonga kwenye uo mji, it is finished.
Kuna watu hamtaki kutoka kwenye kanisa. Siku utakayotoka ngome melala. Si kwa sababu hili ni kanisa bora, hapana. Yeremia 3:15, nitawapatia wachungaji wanaopendeza moyo wangu, watakao wafundisha na kuwapa maarifa na ufahamu, mtakapoongezeka na kuzidi. Nitawapatia. Wazazi wa kiroho huwatafuti, Mungu atakupatia. Ya kwamba umekwazwa na mzazi wa kiroho haimaanishi ya kwamba uondoke. Mungu ameweka tiba ya makwazo, msamaha. Haubadilishi uzazi kwa kuwa baba yako ni kichaa. Unasema kuanzia sasa huyu si baba yangu, namtafuta baba mbelwa. Kama baba yako ni kichaa, ni baba yako, unahitaji baraka za huyu kichaa kutoboa. Jamani, kuna mtu anabadilisha ubaba sababu baba yake ni anamtesa mamake. Baba yako akikwambia kuanzia leo mtoto toka kwenye hii nyumba, utakwenda kubadilisha jina? Baba anabaki kuwa baba. Leo unashangaa watu wana change ya baba kiroho. Asa baba kiroho mimi siku simuelewi. Anakula dogodogo. Issue ya kula dogodogo ni yeye na nani? Na Mungu. Huyo ni babako tu wa kiroho. Babako akiwa ametoka nje ya ndoa akazaa nje, anakuwa sio baba. Leo watu wajitafutia baba wa kiroho. Mimi naona baba wa kiroho bwana kama si mwelewi. Lakini sio baba yako. Si ndio? Baba wa kiroho wa Musa alikuwa hajaokoka. Baba wa kiroho wa Musa alikuwa anaabudu miungu mingine. Musa na upako wake wa kukutana na Mungu uso kwa uso. Musa na upako wake wa kufunga siku 80 na upako wake wa kufungua, alihitaji uongozi na ushauri wa baba yake ambaye ni baba mkwe, ambaye alikuwa anaabudu miungu mingine. Leo watu wanabadilisha makanisa kama wanabadilisha nguo. Wanabadilisha, mimi napenda upako wa yule nani. Sio ishi ya upako. Sio ishi ya upako. Kanisa lile bwana alifungui na mapepo. Issue yetu sisi sio mapepo. Issue yetu utaijua kweli na kweli itakuweka huru. Unataka kutapishwa? Nenda mahali pengine. Hapa tutapishi mtu. Hapo kitapika atakwambia kula matapishi yako. Sisi tumepiga deki asubuhi, unakuja kututapikia. Kwa nini ukutapika huko nyumbani kwako? Unataka utapika kanisani. Nani amekwambia kwamba ukitapika unafunguliwa? Ni nani amekwambia kutapika au kutoa makamasi ni kufunguliwa? Isimkamate mtu anatapika kwenye kanisa. Ukuweka tiles. Ukitaka kutapika, katapikia nyumbani kwako. Yesu Kristo hajaye kutapisha mtu. Unatapisha kwa nini? Unaonyonga shingo. Why? Ulituma neno nalo waponya na kufungua. Sihitaji kuwekea mkono kwenye kanisa kama hujapona. Watu wengi mnaponywa pasipo kukutana na mimi. Maadamu umekanyaga kwenye kanisa, kuna neema ya uponyaji. Wanaongezeka nguvu, hata nguvu kila mmoja wao anayetokea katika mlima Sayuni mbele za nani? Za Bwana. Anasema na hakuna mtu atakayesema mimi ni nani? Ni mgonjwa. Sema unahitaji baba wa kiroho. Ili uweze kukaa vizuri na baba wa kiroho unahitaji mke ambaye ni sahihi, mume ambaye ni sahihi. Kuna wanawake wengi wamewatoa ume zao mahali ambapo walitakiwa wawepo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu binti. Kipindi chochote ambacho nilikuwa nataka niinuke kinyume na baba wa kiroho, mke wangu, nyamaza. Unakaa na mke ambaye anakuchochea. Kweli bwana, hata mimi jamaa simuelewi. Kuwa na mtu anayekuonya. Mume wangu hapana. Hii unayofanya sio.
Mme wangu tulia. Baba, huchagui aina ya baba. Baba yangu alikuwa anapiga ngumi. Baba yangu alikuwa anapiga viboko. Baba yangu alikuwa anakaba. Lakini ndio baba ambaye kantoa. Kuna aina ya watoto wanahitaji kukabwa. Nisingekuwa nakabwa na baba, leo ningekuwa jambazi, mkabaji. Nisingepata vile viboko vya hatari kutoka kwa baba, leo sisi ningekuwa nani? Leo sisi namshukuru sana Mungu kwa aina ya baba ambayo nilikuwa nayo. Mama yangu alikuwa na makofi ambayo yalikuwa ni kama typewriter. Yaani akienda hivi akirudi hivi ni kama kuna typewriter. Unaanza kuona nyota namna hii. Leo namkumbuka sana mama yangu mpenzi. Baba wa kiroho ambaye hawezi kukuonya, hawezi kukurekebisha, hawezi kukukaripia. Huyo ni shetani mwingine. Kanisa lile haina upendo. Upendo nyumbani kwenu kwa babako na mamako. Hapa sio mambo ya upendo. Hapa ni mambo ya elimu. Ukitaka kupendwa, nenda kwa babako na nani? Na mamako. Usituletee matatizo hapa ya upendo. Tunaelewana? Hukuja kupendwa. Nitawapa wachungaji ambao watawafundisha. Hapa ni shule. Kila mwalimu ana kiboko, kila mwalimu anakaripia, kila mwalimu anarekebisha, kila mwalimu anaonya, kila mwalimu. Nina walimu ndani. Simameni walimu. Una kiboko au una kiboko? Nacho mpaka nyumbani. Nyumbani. Mpaka nyumbani. Sila basi ya walimu inaruhusu kupiga, iruhusu. Inaruhusu. Wakisema kwamba wapigi wanawadanganya wazazi. Shule ndio wasema kwamba haipigi, inawadanganya. Wautenda watoto wenu kwenye kona, wanawafanya nini? Namba 1 unamhitaji baba na mama. Namba 2 unahitaji walimu. Namba 3 unahitaji wazee au washauri. Namba 4 unahitaji marafiki sahihi. Namba 5 unahitaji mwenza sahihi. Namba 6 unahitaji sasa kiroho. Namba 7 unahitaji watoto. Unahitaji watoto ili uweze kuishi maisha baada ya kufa. Unahitaji watoto. Mtu yeyote yule ambaye hana watoto, siku anayokufa ndio mwisho wake. Unaweza kumwona baba yangu ndani ya mimi. Sura yangu ni kama baba yangu namba 1. Kichwa changu kilivyo na muondoko ni baba. Baba yangu ingawa alikuwa hajaokoka, lakini maono ya utumishi yeye ndio aliyepokea. Sema ya kuyaelewa. Baba yangu amekufa akiwa na kanisa la Kianglikana. Alikuwa anavaa kazi nyeupe. Nimewahi kumwona mara moja akivaa kazi nyeupe, kaenda kwenye kikanisa. Yeye ndiye alikuwa mchungaji. Yeye ndiye alikuwa nani? Mchungaji. Kwa kuwa kuyapata yale maono vizuri, Mungu akaniita mimi. Mimi ni mwendelezo wa kile ambacho baba alikianzisha. Unapokuwa na watoto watunze. Unapokuwa na watoto wajenge. Unapokuwa na watoto wapiganie. Usiwe na watoto wa nje ukawacha mtoto wako uliyemzaa. Mtoto wako uliyemzaa ndiye atakayeendeleza maisha ukiwa umechoka. Mtoto wako unayemzaa ndio atakayeendeleza maono ambayo wewe umeanzisha. Pasipokuwa na watoto huwezi kufanya nini? Mimi nashangaa mtu ambaye Mungu amemuinua kwenye kwaya hataki wengine wainuke. Ninashangaa makanisa ambayo mchungaji ni mmoja, yeye ndo Alfa na Omega,
yeye ndo anajua kuhubiri, yeye ndo anajua kutabiri. Watoto wake wengine wote butu. Nina mtoto nimemnyanyua, ninachokifanya mimi sasa hivi anakifanya, yuko Mwanza, Pastor Mbeba Mungu. Watoto wangu hawa huwa nawaita, ninawapa siri zangu mimi. Chochote ninachokijua ninawatumia. Hivi karibuni nimeanza kuwatumia na vitabu vya watumishi wengine. Hivi karibuni nimeanza kuwatumia na mahubiri ya watumishi wengine. Sibebi kila kitu, sijui kila kitu. Kwa hiyo nikiona kuna mtumishi fulani ana neema fulani, nataka watoto wangu na wenyewe wafike kule, nachukua kile kitu na wapa. Kwa hiyo ninajua mimi nitakapokufa maisha yangu yataendelezwa na wajamaa. Wewe ni mama ntilie wewe mwenye binafsi. Siku ukiumwa, mama ntilie imekufa. Ni mwalimu ambao ni mwalimu binafsi. Siku ukiondoka kwenye idara, unahitaji kuwa na watoto. Watoto sio lazima wewe wakuzaa. Watoto ni mtu yeyote yule ambaye unaweza kumpatia ulichokuwa nacho, kumpatia neema uliyokuwa nayo, kumpatia ujuzi uliokuwa nao. Katika ufalme wa Mungu, ukibaki na kitu wa mwenye binafsi, utoboi. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa mguso. Chochote ambacho Mungu anakupa, mpatie mwingine. Ukiwa na neema ya kushuhudia, tafuta wengine wafundishe kushuhudia. Ukiwa na neema ya maombi kwenye kanisa, ita marafiki zako, ita wengine. Jamani, njooni tuombe pamoja. Isiwe ni kazi ya mchungaji tu. Ukiwa na hivi vitu 7, hawa watu 7, umetoboa. Wazazi tujifunze kutokulaani na kufukuza watoto. Hata kama mtoto wako ni jambazi, mpiganie. Huyo mtoto ambaye ni jambazi leo, utamhitaji kesho. Huyo mtoto ambaye leo hii unamfukuza kwa sababu ni jambazi, unamlaani, kuna siku huyo jambazi atakulisha na ujambazi wake ukiwa umechoka. Ukiwa umefanya nini? Ukiwa umechoka. Unafikiri ukiwa umechoka amekuletea hela ya ujambazi, hutaipokea? Sasa wewe ni jambazi, toka na hela yako. Kichukua kibaya ni ule ujambazi, hela sio mbaya. Najua walokole sasa mmeanza kunguruma. Hii sadaka ambazo mkujeneza kanisani mmezitoa wapi? Tuongee ukweli sasa. Nataka nimkamate mtu ndani siku ya asubuhi ya leo. Tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni siku ya kuvunja mipaka. Ninahitaji watu sahihi. Kuna watu mahali hapa mnahitaji kurudi nyumbani kwenu mkawaangukie wazazi wenu. Mkawaangukie wazazi wenu. Unahitaji neno kutoka kwa huyo mzazi kutoboa. Tafadhali binti zangu, tafadhali vijana wangu, tuache kupambana na wazazi. Tuwaheshimu wazazi wetu, tuwakubali wazazi wetu. Hata kama tupo kwenye kizazi ambacho kinachemka, tuwe na hekima. Unapoongea na baba yako ambaye ni wa kizazi kile kilichopita, unapoongea na mama yako ambaye hajasoma, kuna jinsi ya kuongea naye. Si kwa sababu wewe uko kwenye kizazi kipya ambacho kinaitwa generation wewe ambaye ni generation Z leo, utakuwa generation, kuna generation Y inakuja. Kuna siku na wewe utakuwa ni generation A. Leo unajiona kwamba wewe ni matawi, generation Z. Kuna majira utazeeka, utakuwa ni generation A. Kuna Z power 3 inakuja. Tafadhali tusiwape magonjwa ya moyo wazazi wetu. Tafadhali tusiwachoshe watumishi wa Mungu.
Mtumishi wa Mungu si adui. Mimi nikikuonya na kusaidia, nikukaripia na kujenga. Upendo si kukukumbatia. Anayekupenda atakuonya. Kuna kijana mmoja alikuwa jambazi, akafungwa miaka kadha wa kadha. Siku moja mama yake alipoenda jela kumwangalia, akamwambia askari, leo nataka niongee na mama yangu, nataka nimnong'oneze. Mama yake kwa mapenzi makubwa akaenda kwa yule kijana ili aone kijana wake anayempenda ambaye kafungwa anataka amwambie nini. Yule kijana alipofika kwenye sikio la mama yake aliling'ang'ania lile sikio mpaka akalitoa. Mama kwa uchungu analia, mwanangu naye kupenda, kwa nini umenitoa sikio? Yule jambazi akamwambia, mama, ungekuwa unanipenda, ukawa unanikaripia, ukawa unanionya, ukawa unanipiga viboko, haya yote yasingetokea. Mzazi anayekuonya, mzazi anayekukaripia, mzazi anayekuzuia, mzazi anayekupiga viboko, mzazi anayekupa maneno makali, anakupenda. Anakupenda. Usitafsiri kukumbatiwa na kupendwa. Mungu anataka kurejesha hatima zetu asubuhi ya leo.